Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mashariki ya Kati inaenda kuharibika. Ni kutokana na kile ambacho kinatajwa kwamba Iran inajiandaa kufanya shambulizi katika kambi za Marekani katika Mashariki ya Kati ikiwa Marekani itajiunga na vita vya Israel. Hii ni kwa mujibu wa maafisa wa Marekani ambao wamepitia ripoti za kijasusi wakiambia The New York Times siku ya Jumanne. Katika siku chache tangu operesheni Rising Lion ianze, zaidi ya wanajeshi 40,000 wa Kimarekani wamekuwa tayari katika hali ya tahadhari katika kambi zote za eneo hilo zikiwemo za United Arab Emirates kwa maana UAE pamoja na Jordan na Saudi Arabia. Hofu ya vita vikubwa inazidi kuongezeka miongoni mwa maafisa wa Marekani huku Israel ikishinikiza ikulu ya White House kuingilia kati mzozo wake na Iran. Ikiwa Marekani itajiunga na kampeni ya Israel na kushambulia Fordo, kituo cha nyuklia cha Iran, wanamgambo wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran bila shaka wataanzisha tena mashambulizi na meli zinazoshambulia katika Bahari Nyekundu, maafisa wanasema. Waliongeza kuwa wapiganaji hao wa Kihouthi wanaungwa mkono na Iran nchini Iraq pamoja na Syria pia wanaweza kujaribu kushambulia kambi za Marekani huko. Maafisa kadhaa wa Marekani wanathibitisha kuwa Israel itahitaji usaidizi wa Marekani kuharibu kwa kiasi kikubwa zaidi mpango wa nyuklia wa Iran, kwani maeneo mengi yenye vinu vya nyuklia yako mbali sana, na hata katika mashambulizi yaliyofanywa wakati huu ni mashambulizi ya juu tu, lakini mashambulizi hayo yanadaiwa kutoleta athari. Hata hivyo, zaidi ya mpango wa nyuklia wa Iran, yani Iran wanahitaji kuwa na mabomu ya siri aina ya B-2 yenye silaha ya Massive Ordnance Penetrator, yani yenye uwezo wa kupenya katika eneo la mbali sana, na ndege hizi B-2 ambazo Marekani ndio wanazozimiliki. Ikumbukwe ndege hizi katika siku za hivi karibuni ziliwahi kufanyiwa majaribio, lakini ni rada za Iran ambazo zilipoteza ndege hizo. Hata hivyo, Donald Trump anadokeza kuwa Marekani inataka Iran ijisalimishe bila masharti. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump alichapisha kwenye mtandao wake wa Truth Social siku ya Jumanne jioni akisema kuwa Marekani inajua mahala Ayatollah Al-Khamenei alipojificha na haitamtoa bado. Tunajua haswa ni wapi yule anaitwa kiongozi mkuu amejificha. Yeye ni shabaha rahisi, lakini yuko salama huko. Hatutamtoa kwa maana hatutamuua angalau kwa sasa, lakini hatutaki makombora yanayorushwa kwa raia au wanajeshi wa Marekani. Uvumilivu wetu utapungua. Hii ni kauli ya rais wa Marekani Bwana Donald Trump ambaye anazungumza hayo baada ya fununu za kwamba huenda wakati wowote Iran ikafanya shambulizi katika maeneo ya kambi za kijeshi za Marekani. Inaelezwa kwamba Iran inajiandaa kushambulia vituo vyote vya Marekani kote Mashariki ya Kati, na ikiwa Trump atajiunga na vita hivyo, New York Times inaripoti zaidi ya wanajeshi 40,000 wa Marekani tayari wamekuwa tayari kwa ajili ya mapambano. Hata hivyo, katika nyakati ambazo zimekuwa ni hatari sana, ni nyakati hizi, wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kiwa Iran itaamua kufanya shambulizi dhidi ya kambi za kijeshi za Marekani zilizopo katika Mashariki ya Kati, ni wazi vita hivi vitakuwa ni vikubwa zaidi, kwani ni wakati ambapo Marekani itaingilia kati moja kwa moja kufanya mashambulizi kutokea katika kambi hizo. Lakini pia ikiwa hilo litatokea, ni kwamba ni baadhi ya makombora ambayo Marekani itatumia, lakini wasiwasi ni kwamba mataifa mengine kama vile Urusi, Korea Kaskazini, China na nchi zingine ambazo zina uhusiano wa karibu na Iran ikiwa ni pamoja na Pakistan huenda zikaingia katika mapambano zaidi na vita hii ikawa kubwa. Na hivyo wakati huu wachambuzi wa mambo wanasema ni wakati wa kufanya suluhu la kumaliza mzozo huo mapema. Hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wa mambo wanasema kwamba kwa namna ambavyo Israel inashambuliwa haiwezi kachukua wiki mbili vita hii itaweza kumalizika, na hivyo Iran ikawa mshindi katika vita hivyo. Lakini Marekani kamwe haiwezi kukubali hilo, kuona Israel imepigwa na kuonekana kwamba imeshindwa katika mapambano, na hivyo hili litaifanya Marekani kuongeza uwezo na nguvu kwa Israel na kuipa silaha za hali ya juu za kuweza kuishambulia Iran.
Tuendelee kusubiri ni nini ambacho kitatokea, lakini kimsingi ni wakati hatari sana katika eneo la Mashariki ya Kati kutokana na mashambulizi ambayo Iran inayafanya dhidi ya Israel, na ikiwa Marekani itaingilia kati mzozo huo na namna ambavyo Iran itaanzisha mashambulizi mapya na kuungwa mkono na wale ambao ni nchi marafiki. Baadhi ya mataifa yameshaweka wazi, kwa mfano Pakistan imesema kwamba ikiwa tu Israel itatumia bomu lolote la nyuklia, kwa sababu inaaminika kwamba wanayo mabomu kama hayo, basi na yenyewe itatumia makombora yake ya nyuklia kuishambulia Israel. Hapo sasa ndio patakuwa shida katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Lakini pia licha ya kushambulia kwa nyuklia, lakini ikiwa vita hivyo vitatanuliwa na Marekani kuingia moja kwa moja, Pakistan haitasita kutumia aina ya makombora iliyokuwa nayo kufanya mashambulizi dhidi ya Israel kuisaidia Iran. Endelea kuwa nasi, tutakujuza mengi kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii.